tijaratu sahaba fi talab al-akhirah, biashara masahaba katika kuitafuta akhirah. Dakhala shabun yatim ila majlis Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, aliingia kijana yatima katika kikao ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Bainama kana yajlis alayhi salatu wassalam ma'a ashabi, wakati bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekaa pamoja na masahaba zake. Faalqa shaba alayhi wassalam, kijana aliwatolea salamu. Waqala, na akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, jitu ashku ilaika jari, nimekuja kukushtakia jirani yangu. Faqala rasul, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, walimadha tashku min jaraka, kwa jambo gani unamshtaki jirani yako? Faqala shab, kijana akamjibu, kuntu aqum bi'amali sur hawla hadiqati, nilikuwa najenga ukuta kuzunguka shamba langu. Faqata'at nakhlata jari sur, ukuta ukaangukia mtende wa jirani yangu. Watalabtu shiraaha, nikataka aniuzie. Walakinahu rafada an yabi'aha li, lakini yeye alikataa kuniuzia. Au yatrukaha, au anyashie. Fatalaba ar-rasul an ya'tu lahu bil-jar, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akataka aende akamtia jirani yake. Falamma ata ilayhi akhbarahu ar-rasul bishaqwa shab, alipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume alimweleza mashtaka ya huyo jirani yake. Watalaba minhu an yatruka lahu an-nakhla, kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akataka amwachie huo mtende, au yabi'aha lahu, au amuuzie. Walakin al-jara rafadha, lakini huyu bwana alikataa. Faqala lahu ar-rasul, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, bi'a lahu an-nakhla, uzie huo mtende. Wala kanakhlatu fil janna, na mimi nakudhamini kupata mtende katika janna. Yasiru rakibu fi dhilliha 100 am, mtende ambao anatembea mpanda farasi chini ya kivuli chake miaka 100. Fataajaba sahabatu min ardi ar-ra'i wal muhri, masahaba walistaajabu kwa onyesho yenye utamu yenye kutia mtu katika udanganyifu. Faman yadkhulu an-nara wa lahu nakhlatun fil janna, masahaba wakiendelea wakisema, na ni nani atakayeingia motoni ilhali yako na mtende katika janna? Wa madha yujadu yusawi nakhlatun fil akhirah, na je, kunapatikana mtende katika dunia ambao unalingana na mtende katika akhirah? Wa hal yujadu tusawi nakhlatun min nakhilil akhirah, na je, kunapatikana mtende katika dunia ambao unalingana na mtende katika akhirah? Walakin ar-rajula kana yashiqu mataa ad-dunya, lakini huyu bwana hamu yake ilikuwa ni kupata vitu vya dunia. Farafadha ardha al-akhirah muqabil ardha ad-dunya, akakataa pato la akhirah badala ya pato ya dunia. Fadhilisha sahabatu min mawqifihi, masahaba walishangaza na onyesho ya msimamo wa huyu bwana. Fadadakhala ad-dahda, hapo ndipo Abu Dahda akaingilia kati. Ahada ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni mmoja kati ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala, na akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, idha ishtaraitu nakhlata ar-rajul, iwapo nitanunua huu mtende wa huyu bwana, wa ataituha shab, na nikupe wewe umkabidhi huyu kijana, hali nakhlatu fil janna, je, mimi nitaupata huo mtende katika janna? Faajabahu ar-rasul bil muwafaqa, mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu kukubaliana na yeye. Faqala Abu Dahda lirajul, Abu Dahda akamwambia huyu bwana, ataarifu bustani dhu 600 nakhla, je, unajua bustani langu ambao kuna mtende 600? Faajaba ar-rajul, huyu bwana akamjibu, naam, ndio. Waman la ya'rifu bustani Abu Dahda, na nani asojua bustani la Abu Dahda? Fakullu tujari yuridunahu, wafanyi biashara wote wanalitaka hili shamba la Abu Dahda. Faqala Abu Dahda akasema, al-bustan, bustan, wal-qasri, na qasri, as-suru shahid, na ukuta wa thamani, wal-bi'ri, na kisima, muqabila nakhlatak, hivi vyote ni thamani wa mtende wako. Famadha taqul,
Kisha Abu Darda akamuuliza huyu bwana, unasemaje? Fafaqa ar-rajul, huyu bwana akakubali. Wafariha bil bay'a, na akafurahi kwa biashara hiyo. Washahada ar-rasul wa ashabuhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akashuhudia pamoja na masahaba zake ala al-bay'a, juu ya biashara hiyo. Faqama Abu Darda bi'ita'i nakhlati allati ishtaraha amlakihi ila ash-shabi al-yatim. Kisha Abu Darda akasimama ili amkabidhi huyu kijana mtendo wake ambao amenunua kwa huyu bwana. Waqala, kisha akasimama kumuuliza kwa Mtume kwa mara ya pili, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hali nakhlatun fil janna, je, mimi nitaupata huo mtende katika janna? Faqala ar-rasul, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu, la, hautapata. Faqalaqa Abu Darda min radi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, Abu Darda akababaika kwa marejesho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faakmala ar-rasul kalamahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakamilisha maneno yake qailan, kwa kusema, ya Abu Darda, ewe Abu Darda, inna Allaha arada laka muqabila nakhlata fil janna faqad, Mwenyezi Mungu amekuonyesha mtende mmoja katika dunia ambao unalingana na mtende mmoja katika janna. Wa anta zayadta ala karamillah, lakini wewe umezidisha juu ya ukarimu wa Mwenyezi Mungu. Waradda al-karimi ala karamika, na Mwenyezi Mungu aliyemkarimu amerudisha juu ya ukarimu wako. Bi anna laka basatina fil janna, kwa kukupatia mabustani katika janna. La astati'u asraha, ambayo mimi siwezi kuyathibiti. Waqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ashabihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuambia masahaba zake, kam min madah ila Abu Darda, ni madah ngapi aliyopata Abu Darda? Wafassara qawluhu al-mudah, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akafasiri neno lake mudah bi annahu an-naqlu min kathrati at-tamri, ya kwamba ni mitende mizito ambayo imejaa tende. Wadhalla yukarriru jumlatahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kikariri maneno yake hata taajjaba sahaba, mpaka masahaba wakastaajabu, min kathrati an-nakhili allati yasifuha li Abi Darda, kwa mitende ambao amepata katika janna ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyasifia kwa Abu Darda. Watamanna sahaba, masahaba wakatamani, lau kanu makana Abu Darda, lau wangekuwa katika sehemu ya Abu Darda. Faindama aada Abu Darda ila zawjatihi, na wakati Abu Darda alirudi kwa mke wake nyumbani, daaha ila kharij almanzil, alimuita atoke nje ya nyumba. Faqala laha, na akamwambia, laqad bi'tu alqasra, kwa hakika nishauza kasri, albustan, bustan, wasur alshahir, na ukuta wa thamani, walbi'ri, na kisima. Fafariha zawjatuhu bilkhabar, mkewe alifurahi kwa habari hizo. Fahiya taarif shatarat zawjiha fi tijara, mkewe ambaye alikuwa akiujua uhodari wa mumewe katika biashara. Fasaalathu, akamuuliza, antamanihim, thamani ya hivi vitu vyote ni ngapi? Faqala Abu Darda, Abu Darda akamjibu, muqabila nakhlata fil janna, thamani ya hivi vitu vyote ni mtende katika janna. Yasiru rakibu fi dhilliha 100 am, mtende ambao anatembea mpanda farasi chini ya kivuli chake miaka 100. Faqalat lahu zawjatuhum, mkewe akamwambia mume wake, laqad rabihatil bay'a, kwa hakika biashara imepata faida. Ya Abu Darda, akarudia maneno hayo tena, Abu Darda, rabihatil bay'a, biashara imepata faida. Haya ndio mafunzo ya wanafunzi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo walijifunza kuithamini dunia na thamani yao ilikuwa ni akhera. Na sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu atutoe katika mapenzi ya dunia, atutoe katika mapenzi ya akhera. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.